sababu situation ambayo naipitia hakuna Mtanzania yoyote anayejua. Hata ndugu yangu ajui kilichopo ndani ya moyo wangu na maumivu gani ambayo nayasikia. Hakuna anayejua zaidi yangu mimi mwenyewe. Sometimes najaribu kuambia watoto wangu kila siku kitu kimoja baada ya kingine ambavyo nilivyopitia na maumivu ambayo ninayapitia kila siku yendayo kwa Mungu. Ili mradi wao wanajua mama analala kitandani muda mrefu kwa sababu gani. Yes, mambo vipi mwana wa Bobez TV ambao unaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii yani Facebook, Instagram pamoja na X. Kumekuwa kuna story nyingi sana ambazo zinakuwa zinaendelea kutokea katika mitandao ya kijamii ambazo zinamhusu bwana Wastara Juma, moja kati ya watu ambao pia wamefanya poa kabisa kwenye kiwanda cha Bongo Movies. Tunajua kabisa alikuwa ni mke wa Sajuki, moja kati ya legend ambao pia walifanya poa zaidi na wenyewe kwenye swala zima la movies. Sasa amepatwa na matatizo ambayo yameweza kumsababisha mpaka yeye anakuwa hospitali muda mwingi sana. Kwa wale ambao wamepata bahati ya kuweza kupitia kwenye mitandao ya kijamii, kuna video clip ambazo zinakuwa zinasambaa sana kuhusiana na tumbo lake kuonekana kama limevimba. Sasa nini sababu ya kile kitu ambacho kimeweza kusababisha mpaka tumbo hilo kuweza kuvimba? Sasa mwigizaji wa filamu Wastara pia ameweza kuangukia wa Tanzania akiweza kuomba msaada, lakini pia Wastara pia ameweza kudai kwamba ameweza kupewa sumu na matibabu yake ni gari sana kwa sababu anatumia dawa ambayo dawa hiyo ndani ya siku 2 inatakiwa alipe 135. Imagine, ili matibabu yake yaweze kukamilika. Lakini pia ameweza kuja kwa Tanzania ili kuweza kumchangia kutokana na ile shida ambayo anakuwa anaipata. Lakini taarifa zinasema kwamba mara baada ya kuweza kupewa hiyo sumu pia tumbo lilianza kuniuma, anamnukuu alivyokuwa anakisema hicho. Lakini pia nikaanza, na ndio maana nikaanza kuvimba tumbo. Nilienda hospitali nikawa napewa dawa za madonda tumbo, nikapigwa masindano ya kutosha mpaka nikachoka. Baada ya hapo pia nikaanza kuzitumia, nikaanza kuzimia kama degedege. Kabla sijazimia natokwa na mapovu mdomoni. Kuna muda nazimia hata siku 3 mfululizo, na hata nikija kuzinduka sikumbuki chochote. Yani sijui nini kimetokea wala kitu gani ambacho kinakuwa kinaendelea. Alikuwa amezungumza Wastara. Lakini pia ameweza kuna comments nyingi sana za watu mara baada ya kuweza kuona hivi kwamba bwana ni msanii mkubwa, lakini pia maoni yapi au kwa nini wasanii wengine wanashindwa kuweza kumpa support kama msanii wenzao. Lakini pia ameweza kuomba msaada kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimaanisha Daktari Samia Suluhu Hassan, aweze kumsaidia. Na hii pia kumekuwa kuna malalamiko tofauti. Tunajua kabisa yeye ni msanii, lakini pia anafahamika na watu wengi zaidi. So lazima atakuwa alishakuwa ambassador na makampuni mbalimbali, na makampuni hayo ambayo amekwisha kufanya nayo kazi design fani kama wanakuwa wanamzungusha kumpatia pesa zake, ambazo hizo pesa pia zingeweza kumsaidia katika matumizi ya dawa hizo, lakini pia matibabu yake. Ikumbuke kwamba mwezi uliopita pia kulikuwa kuna kifo cha msanii Karina, na yeye pia aliweza kuufia huko India mara baada na yeye kuwa na matatizo hayo ya kuweza kuvimba tumbo na vitu kama hivyo. Sasa Wastara Juma pia amekuwa ni wasiwasi wake mkubwa sana kwamba na yeye anaogopa kuweza kufa kifo kama hicho. Ikumbuke kwamba Karina pia aliweza kusumbuliwa na ugonjwa huo zaidi ya miaka 8. Alikuwa na hangaika sana, hospitali nyingi sana amezunguka hapa Tanzania na zikaweza kutia mwamba na wakaweza kupelekwa huko bwana India. Sasa Wastara pia amekuwa ana wasiwasi huo mkubwa sana kwa sababu anahisi kwamba uvimbaji wa tumbo ambao unamtokea kwa sasa hivi utaweza kupelekea kifo chake. Lakini pia hatuombei, lakini pia tunajua mwenyewe huwezi kuombea kifo ili mwenzetu aweze kutangulia. Msaada wako utakuwa ni mkubwa sana kwa sababu anataka kuweza kuendelea kuishi. Sasa kama utakuwa umeguswa na hili pia, yes, maombi yako yatakuwa ni ya muhimu sana kutokana na ugonjwa ambao anakuwa anaupitia. Lakini pia imagine kwa siku 2 kutumia 135 inakuwa inaumiza kwa upande fulani. Huenda familia pia na wenyewe wanaweza kuhangaika ili kuweza kuokoa maisha ya mpendwa wao bana Wastara Juma. Endelea kutufuatia sisi kama Bobez TV kwenye Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Pale ukisubscribe channel yetu utakuwa umetisha kinoma noma.